Katika wasaa mwingine, mtazamaji wa The World News, karibu kwa mara nyingine tena ufahamu ni nini kinachojiri ulimwenguni. Asim Munir, kamanda mkuu wa jeshi la Pakistan, ameelekea huko Tehran kwa ajili ya kupeleka pendekezo la Marekani kuhusu suala la mlango wa bahari wa Hormuz. Asim Munir alibeba pendekezo hilo la Marekani hadi Pakistan. Mkuu huyo wa jeshi la Pakistan, Field Marshal Asim Munir, ametoa mfumo mpya ulioandaliwa na Marekani hadi Tehran wakati wa ziara yake ya Agosti 23, ambapo Washington imesema itaondoa vikwazo vyake vya majini na kulegeza vikwazo kwa hatua ili Iran iweze kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Mtangazaji wa Saudi Al-Hadath alidai vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mnamo Agosti 24. Ujumbe huo ulioripotiwa, ambao si wa Washington wala Tehran, umethibitisha unaashiria juhudi mpya za kuokoa mkataba unaoyumba wa Islamabad ambao uliunga mkono usitishaji wa vita kati ya Marekani na Iran, huku Pakistan ikijiweka tena kama mpatanishi mkuu kati ya pande hizo mbili. Munir alizungumza na rais wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu kabla ya kusafiri kwenda Tehran. Chini ya mfumo ulioelezwa na shirika la utangazaji, Washington ilitaka Tehran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kikamilifu na kuzuia shughuli za kulipiza kisasi zinazofanywa na vikundi washirika katika eneo hilo kwa kubadilishana na kuondoa vikwazo na kupunguzwa kwa hatua kwa vikwazo. Hata hivyo, ripoti zingine zinaeleza kwamba Marekani ilipendekeza kusitisha vizuizi na kuondoa vikwazo ili kurudisha mlango wa bahari wa Hormuz na kuhakikisha unafunguliwa tena na kusimamishwa kwa mashambulio ya vikosi vinavyoegemea Iran. Baadhi ya vyanzo vya magharibi vikitoa sauti ya ukosoaji katika ujumbe wa Pakistan vilidai Islamabad imezilaumu Washington na Tehran kwa mkwamo wa sasa, zikilaumu kila mmoja kwa unyanyapaa wa kutobadilika. Maafisa wa Iran walitumia mikutano hiyo kurejea mistari miekundu ya Tehran, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran, Mohsen Rezai, alionya kwamba kuendelea kwa vita vya kiuchumi na vizuizi havitakosa jibu na kunaweza kuweka usalama wa usafirishaji wa nishati katika eneo hatari zaidi. Rais Masoud Pezeshkian alimwambia Qasim Munir kwamba mabadiliko katika kile alichokita tabia ya vitisho ya Washington ndio njia pekee ya kutoka katika mgogoro huo, kuashiria Tehran haitorudi nyuma kwa shinikizo. Field Marshal Said Asim Munir na mimi tulikuwa na mkutano chanya na wenye tija na rais wa Iran. Majadiliano yetu yalilenga mzozo wa Marekani wa Iran, mivutano ya Mashariki ya Kati na njia ya kusonga mbele, pamoja na hatua zinazohitajika kwa pande zote mbili kwa ajili ya kurejesha makubaliano ya Islamabad na hivyo kusababisha utatuzi wa kina wa mgogoro huo. Rais wa Iran alitoa maoni yake kwa uwazi na tukabadilishana maoni na rais wa Iran kwa uwazi na kubadilishana maoni yake juu ya serikali, masuala yaliyohusika, alisema na kuongeza. Mafanikio makubwa yalifanyika na mkutano ulihitimishwa kwa njia nzuri sana. Tunabaki na matumaini kwamba kasi hii itasaidia kufungua njia ya maendeleo zaidi na amani ya kudumu katika eneo. Waziri wa mambo ya ndani Mohsen Naqvi, ambaye aliandamana na Qasim Munir kwenda Tehran, alisema katika chapisho kupitia mtandao wa kijamii wa X. Umuhimu wa ziara ya Munir unaenea zaidi ya mahusiano baina ya nchi hizo mbili, kwani ongezeko lolote huko Hormuz litaathiri moja kwa moja usalama wa nishati na utulivu wa kiuchumi katika eneo lote na kuipa Islamabad ushiriki wa moja kwa moja katika kuepusha mgogoro mkubwa zaidi. Jukumu la Pakistan kama mpatanishi limekuwa kitendo cha hatari kubwa cha kusawazisha, kilichochangiwa na mapatano ya pande zote za ulinzi na Tehran, ambayo yanaweza kupunguza nafasi yake kwa ujanja. Tahadhari sasa ingegeukia jibu rasmi la Iran na kwa mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai kijayo huko Bishkek, ambapo Pezeshkian anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Kando, mkutano ulisema unaweza kuthibitisha iwapo eneo hilo litaelekea kwenye makubaliano tete au makabiliano mapya juu ya vichochezi vyake vya nishati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.